Baada ya Irani kuifumua mifumo ya ulinzi ya Marekani, hasa hapa nikiongelea kuhusiana na mfumo wa THAAD pamoja na Patriots, imebidi Trump kukopi aina ya mifumo ya Urusi namna ilivyo. Lakini ukumbuke hapa tunaongelea kuhusiana na radar system, kwa sababu mfumo wa ulinzi bila radar ni sawa na mpiganaji ambaye ni kipofu hana macho, au mlinzi ambaye ni kipofu hana macho. Ndio inakuja ile kauli ya ule usemi wa Kiswahili unaosema baniani mbaya kiatu chake dawa. Inakuwaje? Nataka hapa tufuatane pamoja. Tunajua namna ambavyo kumekuwa na hasara kubwa hasa kwa makombora ya Irani, vile ambavyo wamekuwa wakifumua hii mifumo ya ulinzi ya Marekani, na hasa kupitia rada. Kwa Marekani wamehitaji kuboresha hii tunaita generation of high mobile air defense radars, ambapo sasa ni wamehitaji kuboresha mifumo yao hii ya rada, kwa sababu rada ndio inayoona makombora ya adui yanapokuja. Nitakuelezea vizuri hapa kwa sababu kwa namna ya vita ambavyo Marekani anapigana hapo upande huu wa Mashariki ya Kati. Kumbuke kuna mifumo ya ulinzi pale aina mbili, kuna THAAD pamoja na Patriots. Kwa hiyo nataka hapa tutaenda pamoja. Kwanza hii THAAD ni THAAD, kirefu chake ni Terminal High Altitude Area Defense, au kwa Kiswahili unaweza kusema huu ni mfumo unaojulikana kama mfumo wa kujilinda wa maeneo ya juu sana na ya mwisho, kwa sababu hii mifumo iko aina mbili. Kwa kuna mfumo ambao huu ni wa THAAD. Wa THAAD huu ni unalinda kwa sababu rada yake, na hapa nitakueleza, natumia rada ya ANTPY2 ambayo ndo rada inayotumika katika hii mifumo ya ulinzi ya THAAD au THAAD, ambayo yenyewe kazi yake ni kupangua makombora yaliyoko nje ya dunia, kwa sababu kombora linaporushwa, hasa makombora yale ya masafa marefu au ya ballistic, huwa yanatoka kabisa nje ya dunia, nje ya anga hii sayari hii, alafu ndio lije sasa mahali ambapo limetumwa. Kwa ndio kazi yake hii, kwa sababu pia ya range ya hii mifumo ya ulinzi namna inavyo intercept sasa haya makombora. Hii ni tofauti na Patriot. Patriot ni masafa mafupi, ni kilomita kuanzia kilomita tuseme 10 mpaka 40 au 50. Hii sasa ni ulinzi hasa kwa ajili ya makombora yanayokuja mahali ambapo zipo kambi za jeshi, mahali ambapo kuna viwanda na mambo kadha wa kadha kama hayo. Kwa ndio maana, lakini hii yote inahitaji rada kuweza kuona. Sasa hapa kuna rada ambazo zimepigwa na Irani. Moja inajulikana kama ANTPS 59, ambayo gharama yake inagharimu kama dola za Kimarekani milioni 70. Hizi rada zimepigwa. Kuna rada nyingine ambayo ni ANFPS 132, rada hii. Alafu kuna rada nyingine ambayo sasa ndio hiyo ANTPY2 X-band rada, ambayo hizi mbili zinagharimu dola za Kimarekani kama bilioni 1 kwa hizo mbili, ambayo ni ANFPS 132 alafu na ANTPY2, ambazo zote mbili hizi gharama yake basi inakuwa ni dola za Kimarekani milioni 1. Kwa sasa hizi wamegundua ni old version, na ndio maana Irani ameweza kuexpose udhaifu wa hizi rada, na ndio maana mifumo ya ulinzi inapigwa. Kumbuka kama nilivyokuambia kuwa mfumo wa ulinzi bila rada maana yake ni sawa na mlinzi ambaye hana macho,
Yani wewe imagine umeweka mlinzi, lakini mlinzi huyu ni kipofu, haoni adui anakuja kutokea wapi. Na ndio maana Wajemi unaona wakawa wanazigonga sana hizi rada, kwa sababu walijua haya ndio macho ya hawa walinzi. Lakini sasa imembidi sasa Marekani afikirie kwa upya namna ya kuboresha hizi rada ziwe zimekuwa ni za kisasa zaidi. Ndio maana nikasema ni inatakiwa ziwe generation of high mobile air defense radars, yani kizazi kipya cha hizi rada, kwa sababu rada hizi hasa kama zinapigwa tu hivi na Irani, makombora Irani yanaendelea kuzipiga, inakuwa iko hii haikai sawa. Ndio maana sasa unaona wamekopi mfumo kutoka kwa Urusi, mfumo wa rada kwenye mifumo yake ya ulinzi ambayo ni S300 na S400, au unaweza kusema S_300 and S_400, ambayo mifumo hii ya ulinzi rada zake kwanza ni za kisasa, alafu ni mobile. Kwa maana mifumo ya ulinzi hata Marekani ana mifumo ambayo ni mobile, lakini sasa tu imekuwa rada hizi ni za kizamani kidogo. Kwa ndio maana imebidi waingie sasa kukopi mfumo wa ulinzi wa Urusi ambao umeboreshwa zaidi. Na ukumbuke rada inapokuwa imejengwa mahali pamoja ni rahisi kupigwa, tofauti na inapokuwa ni mobile. Na ndio maana mnakumbuka ANTPY2 rada ambayo ilikuwepo Dimona pale Israeli ilipigwa na makombora ya Iran. Kwa nini? Ni kwa sababu ya hii ilikuwa sio mobile, ni rada ambayo iko mahali pamoja tu, haihamihami. Sasa kwenye haya makombora au hii mifumo ya ulinzi mfano ya THAAD na Patriots ni mifumo ambayo inawekewa rada, kwa sababu rada ndio mtu au ndio jicho ambalo linaanza kuona kwanza hatari inayokuja, na likiona hatari inayokuja linaanza sasa yani yenyewe ina react, na ikisha react ile rada inaona hatari inayokuja, alafu inaanza kujaza taarifa kwenye mfumo wa ulinzi wa ni namna gani ambavyo inatakiwa kupangua. Nataka nikwambie kwanza, niendelee kidogo hapa ili uweze kuelewa. Inawezekana nikawa nimekuchanganya napoongea hivi, sasa bila kufafanua unaweza usielewe na ukatoka hapa nimemaliza hii makala haujaelewa. Kwanza, mobile air defense radars ni rada za kijeshi za kukinga anga linaloweza kuhamishwa. Mwanzo hivyo. Kwa kifupi ni macho ya kijeshi yanayowekwa kwenye roli ili yaweze kusogezwa mahali popote kwa haraka. Kazi yake kubwa ni nini? Kazi yake kubwa ni kugundua na kufuatilia vitu vinavyoruka angani, halafu kupeleka taarifa kwenye mifumo ya makombora au bunduki zinazopambana na ndege. Na vitu inavyotambua rada, vitu inavyotambua ni ndege za kivita na za kiraia, helicopters, kuna drones, lakini na makombora yanayokuja, na wakati mwingine makombora ya masafa marefu. Sasa inategemea kwa sababu rada hii ina uwezo wa kutambua kilomita mpaka 1000. Umeona, kilomita 1000 au hata na zaidi, rada ikatambua hatari inayokuja kwa kilomita 1000 ama na zaidi. Na baada ya kugundua, huwa inasema kuna kitu kinakuja hapa au kiko urefu huu, kasi hii kuelekea mahali fulani, huku mifumo ya ulinzi sasa ikichukua hatua. Na ndio maana unaona katika hili Irani wametengeneza makombora ambayo makombora haya yanafanya kubadili mwelekeo angani, yanabadili mwelekeo angani. Kwa hiyo inaichanganya mifumo ya ulinzi, na sio kuchanganya tu mfumo wa ulinzi, ni kuchanganya rada. Ndio maana sasa imebidi hawa waanze kukopi namna ya mifumo ya ulinzi ya Urusi inavyofanya kazi pamoja na rada za Urusi zinavyofanya kazi, imebidi waanze kukopi hivyo. Na kwa nini ni mobile? Kwa sababu ni huwa inakuwa kwenye gari, kwa sababu faida kuu tatu: inahamishika haraka, maana ukiona adui amejua mahali ulipo unaihamisha dakika chache tu ili usipigwe na makombora ya adui. Lakini pia inafunika maeneo tofauti tofauti, inalinda maeneo tofauti tofauti. Leo iko mpakani, kesho iko kambini, kwa hiyo wanafanya ku move. Umeona, lakini ni vigumu kuipata. Rada zilizosimama mahali pamoja ni rahisi kushambuliwa. Hizi zinapigana na kujificha, yani mifumo ya ulinzi ambayo ni mobile inapigana na kujificha, lakini kasoro tu ni ya kizamani.
na ndio maana makombora ya Irani ameweza kuzipata. Umeona, ameweza kupata hizi rada zote pamoja na hii mifumo yote ya ulinzi. Ndio maana ikabidi Marekani, hana ujanja, inabidi sasa akopi kutoka kwa Urusi, na akikopi kutoka kwa Urusi, basi matokeo yake yatakuwa ama yanaweza kuwa ni mazuri. Kwa hiyo ndivyo ilivyo hivyo, ndugu zanguni. Haya, tulinganishe kidogo sasa mifumo ya ulinzi ya Patriot pamoja na THAAD au THAAD ya Marekani. Wote hawa, yote hii ni Marekani, na yote hii inatumia rada inayoitwa ANTPY2 wakati mwingine, lakini kazi zenyewe zitakuwa ziko tofauti, kwa sababu mfumo wa THAAD ni kupiga makombora ya masafa marefu nje ya anga, kama nilivyokuambia, maana makombora huwa yanatoka nje ya anga, ili anga letu tulilonalo, alafu haya masafa marefu. Wakati Patriot Pack 3 hizi betri zake ni kupiga makombora, ndege, drones ambazo ni ndani ya anga, na urefu wa kupiga haya mfumo wa THAAD wenyewe ni kilomita 40 mpaka 150 juu kabisa, wakati hii Patriot ni kilomita 15 mpaka 40. Lakini rada yake, nataka nikuambia hapa kuhusiana na rada yake. THAAD ni hit to kill, yani kama ni kombora limekuja, basi nawe piga hilo kombora, lakini hii Patriot yenyewe inalipua vipande vipande. Kasi THAAD ni haraka sana, naaminika kuwa inazuia na kukinga mpaka haya makombora ya ICBM, wakati huyu Patriot yeye anadili na makombora ya cruise missiles. Lakini haya yote Wajemi hawajataka kuyajua, kwa maana yake teknolojia ya Wajemi hapa inaonyesha iko juu sana kuliko ya Marekani. Ndio maana inabidi Marekani wafikirie sasa ni namna gani tena ya kuweza kuboresha hii mifumo ya ulinzi. Na hii tutaiboreshaje? Wacha tukopi. Tunakopi kutoka kwa nani? Tunakopi kutoka kwa Urusi, namna ambavyo ametengeneza mifumo yake ya ulinzi pamoja na rada za kisasa sana, ambazo sasa hata upige makombora hayo ya kubadilisha mwelekeo angani, bado mifumo ya ulinzi ya Urusi itagundua. Asanteni sana wana IBM Channel, nawashukuru.